Kubwa ya kuvunja chupa ni kwamba yalikuwa ni miongoni mwa mazoezi ninayoyafanya kwa sababu ya kujiandaa kutokana na jambo linaloendelea mitandaoni na bwana Maxi Voco na bibi yangu, ambayo yule ni bibi yangu mzaa mama, kiasi kwamba mama yangu mimi ndo mtoto wa mwisho wa yule bibi yangu. Ibana, licha na mengi ambayo yamezungumzika kupitia kwa msanii ambaye anaitwa Maxi Voco na meneja wake, na pia ana mtoto wa mama yetu yule ambaye tuliona alifanya challenge na Maxi Voco. So leo tuliona kwamba sio mbaya, ngoja tuje tuishi na mjukuu wake. Kwenye mic ni Suma Kimwanya, med camera nipo na Mchira Mweusi. Kakabari nzuri kwema, mambo anasemaje? Namshukuru Mungu kwenu. Tupo sawa kabisa. Lakini kuna baadhi ya watu ambao waliona zile challenge zako ambazo ulikuwa unafanya kupitia na kuvunja chupa, ukawa ni moja ya video ambazo zimesambaa sana. Hivi sababu kubwa wewe kuvunja chupa kwanza ilikuwa ni nini? La pili ni kwamba watu wangetaka kufahamu pia majina yako halisi, unaitwa nani? Alafu ndo uambie shabaha nzima ya kuvunja zile chupa kichwani. Okay, vizuri. Kwa majina natambulika kwa jina la Baru, ila jina langu ni Baruani Kaskile Robert. Shabaha kubwa ya kuvunja chupa ni kwamba yalikuwa ni miongoni mwa mazoezi ninayoyafanya kwa sababu ya kujiandaa kutokana na jambo linaloendelea mitandaoni na watu wengine tunaokutana nao live kuniambia kutokana na taarifa za bwana Maxi Voco na bibi yangu, ambayo yule ni bibi yangu mzaa mama, kiasi kwamba mama yangu mimi ndo mtoto wa mwisho wa yule bibi yangu. Sasa kwa umri wake, kwamba taarifa zinakwenda mtahani, Maxi Voco ndo amekuwa mume, kiasi kwamba nikija kuchunguza kwa akili zangu, Maxi Voco mimi mwenyewe sio chini ya miaka kama 5 ambayo nimemzidi. Sasa itakuwaje yeye kama yeye aje ale sifa kwamba ndo amekuwa mume wa huyo bibi yangu? Ni jambo ambalo labda hali kufurahisha. Na kutokana na wenyewe labda wamekaa muda mwingi wanatumia wanachukua makopokopo yanayotoka mafuta store, wanaita gereni, wanaweka simenti, wanakaa wananyanyua kukomaza mili, sika na kwamba ndo kukomaa mifupa. Tulitaka tuwaonyeshe kama mifupa ya wengine imeshakomana, ndo kwa maana nikipiga hata chupa inalia kama konzi, aliniumizi na alinipasui chochote, kwamba yeye akijifanya kama ni mbabe kwa nakonzi yoyote itadunda kama linavyodunda chupa kwenye mwili wangu. Sawa, baada ya wewe kukutana na yale ambayo uliona video kutoka au challenge kutoka kwamba Maxi Voco anafanya kuweka bibi yako kuwa ni video vixen wa nyimbo zake, wewe ulijisikiaje kwanza kwa upande wako? Kwanza akikuingia hata akilini, kwa kuwa ni jambo ambalo haliwezi kumuingia yeyote yule mwenye kuwa na akili za kufikiria. Kutokana yule ni nyota katika familia, kila mtu anamwangalia, tuige tabia kutoka kwa wale wazazi wanaotukuza. Sasa kesho tuje tusikie kwamba bibi yetu ambao alikuwa ni mshauri wetu sisi tunyooke kwamba ndo anakuwa anafanya mambo kama hayo, kwa kuwa ameshawishiwa na kijana fulani tu. Kwa zile si akili zake, maana mzee akikua sana, umri ukienda zaidi ni kwamba akili huwa zinarudi utotoni. Kwa hiyo anakuwa anaendeshwa kama mtoto, na ndio maana inafikia hivyo. Mwenye kuwa na akili ipasavyo sasa hivi ni huyo aliyekuja kumshawishi kiasi kwamba yeye akaingilika. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo liliumiza sana, sio kwangu tu, nadhani mtaongea na wengineo katika familia watawajibu hivyo hivyo. Sawa, kuna yale ambayo madai makubwa ambao walizungumza kwamba bibi mwenyewe ndo alianza kuzungumza, mama yetu yule alizungumza kwamba bwana yeye ni mchumba wa Maxi Voco. Pamoja na hapo ndio msanii mwenyewe amekanusha pia na usimamizi wake. Kwa upande wako pia na wewe unakubaliana na hilo swala? Kwa upande huo mimi sijakubaliana na hilo swala. Kutokana na nini? Ile ni kama shule, kiasi kwamba leo naweza nikaenda shule nikaambiwa soma hivi, lile ambalo nitatoka nimesoma shule nikaenda kulifanyia mtihani, ndo kama vile ilivyotokea kwa Maxi Voco na bibi yangu. Ina maana lile ni swala lilokaririshwa, fanya hivi kwa sababu tufanye kitu fulani. Kwa hiyo kule alienda kutamka kile alichokaririshwa, lakini sika na kwamba inawezekana hilo jambo kutokea, na kwa udhalili ule uliotokea ndo maana ninaandaa adhabu kali kwa bwana Maxi Voco, tena ajiandae ipasavyo kabisa. Kwa upande wenu nyie familia, mlifuata familia ya Maxi Voco mkazungumza naye pamoja na usimamizi kwa upande wa nyewe wajukuu?
Kwa upande wangu mimi niliona kwa akili zake huenda labda hata hana familia. Maana sijuagi hata anakoishigi kama ni wapi, mimi kama mimi hivi. Nikaona tu labda niongee na ndugu yangu, mjomba wangu Bwana Invisible, atume taarifa za rambirambi, huenda labda anafahamiana na baadhi ya watu ambao wanamdhamini yeye huyo kutokana na masuala yake ya haya anayoyafanya, ya udhalilu anaoufanya. Huenda wamtumie salamu za rambirambi, hilo swala lisijitokezagi tena, na bado ile alilolifanya tutalifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba tuko serious kama familia. Sawa, kipi ambacho unaweza kumwambia yule kijana ambaye anaweza akataka pia kuleta mazoea na watu wakubwa au kwa upande wa familia pia? Agizo langu kwa vijana ni kwamba ukitaka uone kama inaumiza, kijana yote ambao anataka asikie maumivu kama hayo, embo ajaribu kuniita mimi huyu ninayeongea hapa, anikabidhi mama yake ima bibi yake, niigize naye kama alivyoigiza vile. Alafu isambaye mtaani au anaiona tu imeshakuwa video kwa watu wengine na inafurahisha kwa watu wengine, je, atajisikiaje yeye kama yeye kwenye moyo wake? Kwa hiyo hilo tu ni kwamba wadhibiti na kushauri sana wazazi wao, kwa kuwa katika methali yetu ya Kibembe saa zingine tunasema ikele kwa nanyo, ina maana yai linaweza likashauri ndege, kwamba mtoto anaweza akamshauri mkubwa. Tujitahidi kidogo kumiliki wa wazazi wetu na kuwashauri kunako tamaa ndogo ndogo ya 5000 ikasababisha labda aibu kubwa uko mbeleni. Ndo agizo langu kwa vijana wenzangu. Sawa, kuna wale ambao wanazungumza kwamba bwana, sasa hivi mzee haonekani, amepotea kwa sababu ya Max Voco. Labda inatokea Max Voco alimchukua, ina maana amemweka kwa mke. Au kwa upande mwingine kuna wale ambao wanasema bwana, Suma Kimwanya yule mzee haonekani sasa hivi kufatana na familia imemkimbiza kufatana na aibu kubwa ambao walioipata. Pia hiyo inaweza ikawa ni sababu kubwa ambao nyie mmesababisha mumkimbize mzee, au sababu ni Max Voco ndio maana mzee haonekani. Sawa, labda kwa hilo jawabu lake ni kwamba mzee hajatoka kwa niaba hiyo, si kwa sababu ya aibu au si kwa sababu sijui ya alichukuliwa na Max Voco, la asha. Mzee kutoka kwake hapa ni kwamba yeye ana watoto, na kama ana watoto huwa si wakimbizi wenyewe, huwa wanaishi Tanzania ila mikoa mbalimbali. Kwa hiyo kuna miongoni mwa watoto wake kuna mmoja aliyemhitaji kwamba akakae walau hata miezi mingapi na wajukuu. Kwa hiyo baada ya hapo atakuwa amerudi, lakini si kwa sababu ya taarifa zao za ujinga hizo, hapana, sio kama hivyo. Kwa upande wa majirani pia mnawajibu kipi baada ya kuona kile ambacho bibi alichofanyiziwa? Kwa sababu mujibu wa maneno yako unasema kwamba bibi bwana hajafanya kile kwa kupenda kwake, ina maana kwamba Max Voco ndio sababu kubwa. Baada ya majirani ndio wanazungumza vingi, mnawajibuje kufuatana na kile ambacho kilichotokea kwa muda mrefu? Mimi naweza nikajibu majirani na niwaambie kwamba wakapata mzee ambao amefika umri kama ule, kwanza ni neema, lakini wakifikiwa na neema ile lazima mapungufu kama hayo watayaona mengi. Maana nadhani tuliishi hata na mama yake na huyo mzee mwenyewe alikuwa na mapungufu yake yanaotaka kuendana na yale aliyokuwa nayo mtoto wake. Kwa hivyo sio ajabu sana kwa hivi. Kwa kinachosababisha vile ni umri, na wenyewe waombe sana Mungu wazazi wao ima bibi zao wafikie kwenye umri kama huo. Kwanza ni neema, alafu pili inafurahisha, walau hata kuna maaibu mengine yanatokea, lakini inafurahisha na ni baraka hata kwa wale wengine ambao tunaishi nao. Naweza tu nikawaambia ni changamoto za umri, si kana kwamba ni fedhea wala ni changamoto za umri kwa mrefu kidogo. Sawa, lipi ambalo unaweza kuwaambia watazamaji wa Double A TV pamoja na usimamizi pia wa msanii ambaye anaitwa Max Voco? Mimi naweza nikawaambia tu waondoe shaka juu ya lile swala ambalo labda lilikuwa limezagaa kwamba huenda bibi haonekani kutokana na kachukuliwa na Max Voco, au labda tumemkimbiza sisi familia kutokana na aibu tulioipata. Hilo swala liwaondoe shaka, wafuate maelezo ya hapa nyuma. Na pia niwaaminishe tu kwamba ni swala ambalo lilitengenezwa likatokea kuwa kama vile, lakini si kana kwamba hilo swala linawezekana. Nilitaka tu niwaondoe shaka juu ya hilo swala. Sawa, bwana, nafikiri umesikia yale ambayo amesema mjukuu wake na bibi ambayo tulimuona kupitia zile challenge, na mengi sana ameyatoa kwa upande wake, hajakubaliana na yale ambayo wengi wanazungumza bwana, kusema kwamba bibi yake bwana
labda ni mchumba wa Max Voko. Yani ina maana kwamba yeye hayupo tayari sana kumuita Max Voko kuwa ni babu yake. So na ukubwa zaidi amedai kwamba bwana mzee lazima awe na magonjwa. So magonjwa ya uzee labda ndiyo yaliyopelekea mzee yule kufanya vile. So naweza nikasema tu shusha comment kupitia Double A TV, na unaweza ukasema tu bwana hichi kipo hivi na kipo hivi kwa upande wako, tutashukuru zaidi sana. Naweza nikasema tutakutana kwa wakati mwingine. Asante.